hii tunahitimisha zoezi letu la interview kwa vijana zaidi ya 500 kama unavyoona hapo nyuma, vijana ambao sasa wanaandaliwa kwenda kutafutiwa soko la ajira nchini Dubai. Niwatoe hofu wananchi wa jiji Tanga, lakini nitoe rai kwa wananchi wa Tanga kwamba zoezi hili kwanza lina ukweli ndani yake, na ndio maana umeona kuna wawakilishi wa wizara hii ya vijana pamoja na ajira, lakini vile vile imepita chini ya ofisi ya mstahiki meya wa jiji la Tanga katika ofisi yangu. Kwa hiyo hatua moja baada ya nyingine nilikuwa nikiratibu kupitia ushauri wa vijana au watendaji wetu wa halmashauri. Kwa hiyo rai yangu kwa wanatanga, zoezi hili ni zoezi endelevu, na ninaamini katika vijana hawa 500 walioko hapa, naamini kabisa kwa njia moja ama nyingine, kama watakuwa na sifa na vigezo, basi wote watachukuliwa. Kwa hiyo nitoe rai kwa watu wa Tanga kwamba zoezi hili kwa sababu ni endelevu, wapo mafundi carpentry wanatafutwa, wako mafundi washi watachukuliwa, lakini wapo madrivers wa taxi ambao sasa hivi ziko nafasi 200 na wenyewe utaratibu utatangazwa. Niwaombe tu vijana, kila ambaye anazo sifa basi aziimarishe sifa zake, ima kwa kuwa na vyeti vya vyuo vyetu vya ufundi stadi katika maeneo tunayotoka, ama leseni za udereva zenye ukweli na udahili uliopitia katika taasisi yetu ya Jeshi la Polisi, lakini vile vile wawe na passport ambao naamini kwa njia moja ama nyingine zinatoka katika ofisi yetu ya immigration. Kwa hiyo mjitokeza wa Tanzania, maana kama hii ni kazi ya kwanza ambayo imetangazwa na serikali. Matangazo yote mmeyaona, nafikiri mmesikia, na tunaendelea kuwakaribisha watu wote ambao wako tayari kujipatia kazi Dubai na sehemu nyingine za dunia. Tunaangalia sana lugha, passport pamoja na license. License yako inatakiwa iwe kidogo na uzoefu wa miaka 2. Umeelewa? Passport yako isiwe na uwezo wa kuexpire kufikia kikomo baada ya miezi 6. Lakini hata kama uko kwenye process, kama tukiona kwamba umefanikiwa katika vigezo vingine, tunakusainisha, tunakupa mkataba unajaza, hautasaini, lakini tunasubiri utakavyokuwa umerejesha, kwa sababu umesema uko kwenye process kwa ajili ya license na passport. Ukishafanikiwa kupata ile pale, ndio unasaini mkataba wako. Kwa hiyo hapa ninavyoongea tayari vijana wengi wamesha saini mkataba, wanafurahia tu, maana yake wamelamba dume. Ni kwamba tunawajulisha sio tu kazi ya bodaboda tulionayo, tuna madereva taxi, tuna warehouse, tuna usafi, tuna security, tuna kazi nyingi ambazo tunazo. Ni fursa kwa sisi vijana ambao wengine tulikuwa hatuna ajira, lakini imetokea fursa kama hii, basi tunaichangamkia, na hapa tuko kwenye usaili. Tukimaliza hapa basi Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, tutaweza kufanikiwa kwenda uhaibuni. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri na tumelipokea hii fursa, tumeipokea kama ilivyokuja, tumeipokea vizuri na tutaifanyia kazi. Kubwa ambalo tunaenda kulifuata huko ni kutambulisha utaifa wetu, Tanzania wetu. Kwa sababu hata ukienda ukiharibu, basi umeharibu fursa nyingine kutokujitokeza tena katika nchi yetu. Na kama tunavyotambulika, Watanzania ni watu wakarimu, Tanzania tunapole, na tunapokea watu wengi sana kutoka nchi ambazo zina vurugu kuja kwetu. Na hiyo yote inaonyesha kwamba sisi ni watu wa amani na tunaenda kudumisha amani. Kubwa huko tukifika ni kupambana kwa juhudi, kupata kile ambacho kimetufuata na kuobezi ile mikakati yao yote sawa kwa ajili ya taifa letu.